Baba, ninakushukuru kwa sababu ya baraza la wazee. Ninakushukuru kwa sababu ya kwaya. Ninakushukuru kwa sababu ya Mkristo mmoja mmoja. Ninakushukuru kwa sababu ya watoto wetu. Pokea shukrani zetu katika Jumapili hii. Asante kwa sababu ya uaminifu wako. Katika uaminifu wako, katika jina la Yesu Kristo. Amen, amen. Tumshangilia Mungu kwa makofi mengi. Unaweza kuketi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Kwanza kabisa nimshukuru Mungu kwa sababu yeye ni wachungaji. Asanteni sana kwa mwaka huu. Comrade, asante sana. Mungu awabariki sana kwa utume wa mwaka mzima. Kwaya zetu zote, Ebeneza, vijana, Praise Choir, As a Voice, asanteni sana kwa utume wenu kwa mwaka huu. Niwashukuru baraza la wazee na wazee wa kanisa. Asanteni kwa utume wenu wa zamu na ukuhani wenu wa muda ambao mmeutoa. Kanisa huwa alimlipi mzee wa kanisa, Mungu ndio anayemlipa, kwa sababu hatutoi kwa kanisa, tunatoa kwa Mungu anayetulipa vingi zaidi ya kanisa ambalo anaweza kutoa. Bwana Yesu asifiwe. Nikushukuru wewe Mkristo mmoja mmoja kwa nafasi Mungu amekupa kuanzia Jumapili ya kwanza ya mwezi wa kwanza mpaka leo hii tunakutana tena Desemba. Bwana Yesu asifiwe. Geukie jirani yako, mwambie asante kwa kuwa sehemu ya Ebeneza. Mwambie tena asante kwa kuwa sehemu ya Ebeneza. Unajua wakati mwingine hatujui tu, tunapokea mema hata kwa watu tusiowajua. Kuna watu wanaingia hemani mwa Bwana wanaleta neema kubwa, na sisi tulioko ndani tunakuwa sehemu ya ushirika wa hiyo neema. Sio kwa kufahamiana tu, kwa kile kibali amepata kukanyaga. Amen, amen. Kwa hiyo kuna watu Mungu aliwaruhusu mwaka huu wakaingia, kumbe waliingia na baraka yako. Amen. Geukie tena jirani yako, mwambie asante kwa kufanyika baraka. Sasa hapa ndo mbaya, umekaa na adui sasa. Amen, amen. Lakini Mungu ametupa hiyo neema ya kuwepo mwaka huu. Hawa ninawataja kwa majina. Ninawashukuru sana. Chobia, asante sana. Usimame tu. Hao kanisa unajua huwa nakutaja taja alafu hawakujui. Makofi kwake. Amen, amen, amen. Asante sana. Nimemsumbua sana wiki jana. Na kanisa alimlipi unajua. Anafanya. Amen. Na watu wakati anaanza anasema hata Chobia ndio huyu sasa. Amen. Asante sana kaka Ede. Mungu akubariki sana. Watu wengi unajua hawakujui, geuka hivi wakuangalia. Wanakujua ukiwa umesimama kuhubiri. Asante sana. Asante sana. Amen, amen. Kuna mtu anaitwa wengine wako wapi? Au wengine wameenda likizo John pale. John, asante sana na afu kaoa sasa. Utumishi mzuri wewe. Safi. Mimi nawaambia utumishi, wewe jifanye unakaa huko unakaza. Wewe njoo huku. Amen, mtumikie Mungu. Amen. Watu wakasema, Yoni anaoa, ndio mbona ameoa sasa? Anaitwa mume sasa. Amen, amen. Asante sana wako akina Win. Hawa ni timu ambayo imekuwa karibu na mimi sana sana kwenye huduma za maombi, maombezi, wakishirikiana na wachungaji hawa muda wote. Bwana Yesu asifiwe. Wako waombaji, nisipowashukuru nitakuwa nafanya kitu cha ajabu sana. Hata sasa hivi wenyewe hawasikilizi mahubiri, wako sehemu wamejifungia huko wanaomba isije nikateleza nikazungumza kisicho cha Mungu. Amen, amen. Ninawashukuru sana. Amen, amen. Si baada ya shukrani niingie kwenye ujumbe wa neno la Mungu. Sasa mwaka huu nishaanza kuita mwaka jana. Mwaka huu Mungu alitupa neema ya kuwa na neno ambalo linasema ni mwaka wa kishindo. Amen. Mgeukie jirani yako, usimuulize, wewe mgeukie. Alafu unaonaje? Alipata kishindo? Huu ni mwaka wa kishindo. Mimi nimepokea shuhuda nyingi sana. Wao wananiambia, mchungaji, toa nafasi ya watu kushuhudia. Nawaambiaga bado hatujafikia hiyo level. Tukifikia hatutazuia. Si ndio wetu kina Komle? Yaani level hiyo ikifika kwani unazuia? Si wataandamana hapa.
Lakini niliwaambia, manake kwa sasa hivi ukiruhusu kuna watu wasioamini wako kanisani lakini hawaamini. Ukiruhusu watasema mchungaji anatengeneza shuhuda ili ionekane Mungu anafanya. Acha Mungu awafanyie wao wawe shuhuda. Amen, amen, amen. Kwa mvumilivu tu, acha Mungu awafanyie wao ndio wawe shuhuda. Wakisimama wao kama ushuhuda, wewe mwenye hiyo shuhuda utakuwa sehemu yao. Inaeleweka? Kwa kuna wakati unalipa kanisa nafasi, na mimi nimelipa kanisa nafasi. Si hapa watu wanasema wanaombaomba. Nasema Mungu wangu, sawa, hatuachi kuombaomba, hatuachi, kwa sababu kwenye kuombaomba kwetu tunakuombea na wewe, hatuachi. Lakini liko jambo Mungu atafanya na wewe utakuwa shuhuda. Mwangalie jirani yako, mwambie huu ni mwaka wa kishindo. Mwambie tena, huu ni mwaka wa kishindo. Na tumemwona Mungu kwenye hatua nyingi. Hata sasa kufikia hivi Ebeneza tulivyo, tunamuona Mungu. The Voice wenyewe ni mwaka wa kishindo. Nimejitahidi kwa juhudi zangu na akili. Wachungaji wanasema na umafia wote nilishindwa kuanzisha The Voice. Ilishindikana. Lakini mwaka huu from nowhere nikawakuta wako hapa. Kasema na hawa nao. Sasa sio angalia tu wanaoimba, yani sio wanaoimba. Afu wewe una sababu ya kukaa. Ilipigwa hapa besi moja, nikasema Mungu wangu. Ikapigwa sauti. Afu kumbe walikuwa na kodi zao. Wakifanya hivi ni sauti ya tatu. Wakifanya hivi ni sauti ya pili. Hivi mko mnaona? Wakifanya hivi ya kwanza. Makofi tena kwa The Voice. Mimi kama mchungaji wako, Jumapili hii nimeipa dedication ya Jumapili ya kumshukuru Mungu. Mimi kama kohani. Haikuwa rahisi, ningeweza kusalenda labda inawezekana mwezi wa pili tu. Nikaomba transition, nikaomba uhamisho hapa. Inawezekana mwezi wa pili tu ningesema, lakini Mungu akanibeba watatu, wanne, na hii si ni Disemba eti komle. Ametenda maajabu nami siwezi kueleza. Ametenda maajabu nami siwezi kueleza. Ametenda maajabu. Haikuwa rahisi, unajua. Kufika hapa tumefika ni neema ya Mungu na mkono wa Mungu. Amen, amen. Ninawashukuru sana sana. Sasa nikamuomba Mungu. Mwambie mwenzako nikamuomba Mungu. Na wachungaji wameshangaa mimi sikuwa nakuja leo. Sasa si ndio mama? Leo mimi singeonekana. Lakini jana mama alikuwa ananiambia hii inabidi tukimbie Benjamin. Nikamwambia siendi cha Benjamin wala siendi cha Nchuka wala siendi cha popote. Kama Mungu ananitoa hapa nyumbani. Hamna sehemu nashusha mguu wangu kwenda. Na Jumapili nitahudumu ili nimwambie adui hujaniweza bado. Amen. Kwa hiyo asubuhi tukaamka tukaacha familia nzima, tumekuja wawili tu, nyumba yenye watu 10. Sababu wengine wanataka kusubiri habari huko nyumbani, baba anarudi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kana mwambia Mungu, kwa nini unatupa sababu ya kuishi? Hiyo tu. Nikimaliza hapo unaenda nyumbani. Utashiriki, utaenda. Kwa nini Mungu anatupa sababu ya kuishi? Wewe unafikiri ni kwa nini Mungu amekupa sababu ya miezi 12? Kwa nini Mungu amekupa siku 29 mpaka umemaliza sasa? Kwa nini? Unafikiri ni kwa nini? Umewahi kujiuliza hilo swali? Okay, sawa. Leo hii tuko hapa kanisani na tunapanga mipango ya 2027. 26. Situko hapa na umepanga kabisa 2026 nafanya 1, 2, 3. Wai Mungu akupe hiyo nafasi? Umewahi kujiuliza hilo swali? Wangapi wamewahi kujiuliza hilo swali?
Si rahisi kwa sababu tunafikiri inatupasa kuwa hivyo. Amen. Watu wengi tunafikiri tunapaswa kupewa siku, tunapaswa kupewa mawiki, tunapaswa kupewa miezi, tunapaswa kupewa miaka. Nilikuwa najiuliza swali, wale wa mama mlioolewa, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Hivi yani umewezaje kutoboa na huyo jamaa miezi 12? Yani umewezaje? Hivi leo hii unaweza kutupa maelezo? Yani ilitokeaje ukatoboa yani? Aya, ngoja uwaulize hilo swali wa baba. Yani inawezekanaje ukatoboa na huyo mama yani? Yani umetoboa yani miezi 12. Kwa nini Mungu amekupa nafasi? Unafikiri kuna sehemu hakuwa mwisho? Hakufika mwisho? Yani unafikiri kwenye miezi 12 hakuwahi kufika mwisho? Akasema liwalo na liwe, na halikuwa lolote. Kwa nini Mungu anatupa neema ya maisha? Una watoto na wako nje kulia. Na hapa kuna siku nilishawahi kuambia ushuhuda tena hapa. Siku moja tulileta watu kufyeka hapo majani. Niliwaambia hiyo kitu vijana wakaletwa hapo wafungwa, tukalipa gerezani, wakaletwa wafungwa kufyeka. Katika wafungwa wengi waliofungwa maisha miaka mingi kunyongwa ni young. Afu wewe mwanao yupo tu, anatoka asubuhi anarudi jioni. Sawa, anachukua kisimu chako, hamna noma, fresh tu, lakini anarudi. Kwa nini Mungu anatupa nafasi? Hilo ndio swali nataka nikuulize. Kwa nini Mungu, hivi ingetokea tu Mungu anakaa hapa mbele leo hii anakuita, Geoffrey Julius Sumila, sogea hapa mbele. Kwa nini nikupe mwakani? Ungejibu nini? Kwa nini upewe mwakani? Unayo sababu ya kubaki hai. Kwa nini upewe mwakani? Ukimshika mama, cha kwanza tutasikia na watoto, hamna ambaye hana. Na sisi wengine ni mayatima na tunaishi. Haina maana wewe kuwepo eti ndio sisi tumekuwepo. Hata usingekuwepo wangekuwepo. Wengine hawana baba na mama, alipozaliwa tu mama alifariki siku hiyo hiyo, na wameishi mpaka leo, na ni watu wakubwa, na ni waume na ni wake. Kwa nini Mungu akupe sababu ya siku na sekunde? Mwae kujiuliza swali? Ninatamani tuulizane leo kwa ibada hii. Tunafanya reflection ya mwakani. Kwa nini Mungu akupe mwakani? Mgeukie jirani yako, muangalie tu, mwambie unaweza kutoboa. Achana na neema. Watu wengi mtajifunga hapo, ni neema ya Mungu. Sawa, neema ipo ili ituvute kupata kutubu. Sifa ya neema ni watu watubio katika kweli, watu waachao dhambi, watu waachao uovu, watu waachao majivuno. Ndio sifa ya neema. Neema sio mwamvuli. Unayo sababu ya Mungu kukupa sekunde nyingine. Au na wewe ni mfarisayo, unasema Mungu, mimi ni mzee wa kanisa. Mzee wa kanisa. Afu siku hizi wajanja hawaitwi wazee wa kanisa, wanajiita wazee wa usharika. Wajanja hawa, kwa sababu si kanisa mpaka nyumbani, kwa sababu hawaendi huko, wanasema sisi wazee wa usharika. Na mkutano mkuu, isije mkaenda mkani. Kwa hiyo siku hizi hatuna wazee wa kanisa, tuna wazee wa usharika. Lakini niwaulize swali, tunayo sababu? Hivi unayo sababu kwenye hiyo ndoa ulioko leo, kwa huyo baba ulionaye leo, kwa huyo mama ulionaye leo, kumwambia Mungu nipe nafasi ya kesho? Unayo sababu? Moyo wako uko sawa? Tufanye reflection tu, tukuwekee kioo hapo. Unamtazamaje huyo mmeo? Unamtazamaje huyo mkeo? Una qualify kesho?
Unajua kuna muda tunahubiri mambo magumu ya kwenda mbinguni, tunasahau tuko duniani. Tunayo sababu, unayo sababu. Una kitu ambacho kimebaki kama kielelezo mwaka huu. Una kitu ambacho kimebaki kama kielelezo Januari. Una kitu ambacho kimebaki kama kielelezo Februari. Una kitu kimebaki Machi. Kwamba Mungu nisaidie. Au tunasema tutakwenda na ng'ombe zetu, kondoo zetu na mbwa wetu, tutakwenda. Wapi zinapokwenda? Wapi? Musa aliyepewa nafasi ya kuwapeleka hakufika. Musa aliyepewa nafasi ya kuwapeleka hakufika. Na yeye ndiye aliyepewa maelekezo yote, yanaanza mpaka wanamaliza, lakini yeye hakumaliza. Bwana Yesu asifiwe. Andika kwa dakika chache alafu tumalize. Ukifungua na mimi kitabu cha Zaburi. Zaburi ya 118 mstari ule wa 29. Alafu Mambo ya Nyakati wa Kwanza. Zaburi ya 118 mstari wa 29. Alafu Nyakati wa Kwanza 16:34-35. Inaanza na Zaburi ya 118 mstari ule wa 29, unasema, mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Twende Nyakati wa Kwanza 18. Nyakati wa Kwanza 18 mstari ule wa 34 na wa 35. Nyakati wa Kwanza 16. Nyakati wa Kwanza 16 34-35. Alafu tutaenda Zaburi ya 136. Nyakati wa Kwanza, Mambo ya Nyakati wa Kwanza sura ile ya 16 mstari ule wa 34 na wa 35 inasema, mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Kwa maana fadhili zake ni za milele. Nanyi mkaseme. Napenda sana hii sentensi. Nanyi mkaseme, Mungu wa wokovu wetu, Mungu wa wokovu wetu, utuokoe, utukusanye kwa kututoa katika mataifa. Utukusanye kwa kututoa katika mataifa. Tulishukuru jina lako takatifu, tulishukuru jina lako takatifu, tuzifanye shangwe sifa zako. Okay, sawa. Twende Zaburi. Muda wangu unakimbia sana. Zaburi. Jesus. Zaburi ya 136. Chobia nisaidie kwenda kwa haraka hapo, nisome mstari wa kwanza mpaka wa 25. Moja mpaka 25. Hapa nikawa na muangalia mzee Mwoka kati anasoma lile neno, nikasema mzee alipitia notes zangu ni. Bwana Yesu asifiwe. 25. 36. Shukuru Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Shukuruni Mungu wa miungu, kwa maana fadhili zake ni za milele. Ndio. Shukuruni Bwana wa Bwana, kwa maana fadhili zake ni za milele. Yeye peke yake afanya maajabu makuu, kwa maana fadhili zake ni za milele. Yeye aliyefanya mbingu kwa fahamu zake, kwa maana fadhili zake ni za milele. Yeye aliyetandaza nchi juu ya maji, kwa maana fadhili zake ni za milele. Yeye aliyefanya mianga mikubwa, kwa maana fadhili zake ni za milele.
Jua litawale mchana, kwa maana fadhili zake ni za milele. Mwezi na nyota zitawale usiku, kwa maana fadhili zake ni za milele. Yeye aliyewapiga Wamisri kwa kuwaua wazaliwa wa kwanza wao, kwa maana fadhili zake ni za milele. Akawatoa Waisraeli katikati yao, kwa maana fadhili zake ni za milele. Kwa mkono hodari, mkono ulionyooshwa, kwa maana fadhili zake ni za milele. Yeye aliyeigawa bahari ya Shamu, kwa maana fadhili zake ni za milele. Akawavusha Israeli katikati yake, kwa maana fadhili zake ni za milele. Akamwangusha Farao na jeshi lake katika bahari ya Shamu, kwa maana fadhili zake ni za milele. Yeye aliyewaongoza watu wake jangwani, kwa maana fadhili zake ni za milele. Yeye aliyewapiga wafalme wakuu, kwa maana fadhili zake ni za milele. Akawaua wafalme mashuhuri, kwa maana fadhili zake ni za milele. Sihoni mfalme wa Waamori, kwa maana fadhili zake ni za milele. Na Ogu mfalme wa Bashani, kwa maana fadhili zake ni za milele. Akaitoa nchi yao iwe urithi, kwa maana fadhili zake ni za milele. Urithi wa Israeli mtumishi wake, kwa maana fadhili zake ni za milele. Aliyetukumbuka katika unyonge wetu, kwa maana fadhili zake ni za milele. Akatuokoa na watesi wetu, kwa maana fadhili zake ni za milele. Kila chenye mwili akipa chakula chake, kwa maana fadhili zake ni za milele. Shukuruni Mungu wa mbinguni, kwa maana fadhili zake ni za milele. Sasa natamani uandike namna ya kumaliza na kuanza. Namna ya kumaliza na kuanza. Shukrani ni moja ya nyenzo ya mwanzo na mwisho. Shukrani imebeba neno la Alfa na Omega. Shukrani imebeba kusudio na makusudio ya Alfa na Omega. Namna ya kumaliza na kuanza. Watu wengi wanapoanza humkumbuka Mungu, na wanapotaka kuanza humtafuta Mungu, lakini wanapomaliza hukaa mbali na Mungu. Kwa nini? Nitakupa sifa 3 tu zinazopelekea watu hao kukaa mbali na Mungu. Moja ni mazoea ya majira na nyakati. Jambo la pili ni kujiona ya kwamba wamestahili. Kwa namna gani? Unaweza ukasema, mchungaji unasema hivyo kwa maana gani? Kwa maana hii, alikuwa darasa la kwanza. Hapa huwa mnawaleta watoto kwenye kila mtihani, amewaleti watoto kwenye kila darasa. Kwa nini? Huwa mnamshukuru Mungu kwa watoto wenu kwenye kila mtihani, sio kila darasa. Kwa nini? Kwa sababu mtihani una maana sana kuliko masomo ya darasa, na mtihani unaamua kuliko masomo. Asiyesoma anafanya mtihani. Kwa hiyo ni kile kitendo cha kuona, hapana, huyu mbona anaendaga asubuhi, mbona anafanyaga vizuri, lakini kwenye mtihani ukifika hofu inaingia kwamba sio kitu alichokizoea. Mbona anafanya mtihani kila semester, lakini unapoitwa wa taifa, kwa nini mnashtuka? Kwa hiyo kuna kitu kinainuka ndani ya mtu ya kwamba hapana, haya mazingira haya ni kawaida. Mbona mimi napambana sana, natokwa jasho sana, kwa hiyo hili ni jasho langu. Na wengine wameweza kusema hii ni juhudi yangu, hii ni haki yangu. Na wengine wameweza kusema hapa nilipaswa. Hii sio nafasi ya yule. Yaani ofisini, simama kwa miguu yako, simama tu dakika chache, simama. Amen. Ndio. Alafu uketi. Yaani daktari, umepata ushuhuda, daktari mwenzako amepata promotion, alafu unasema hii ni nafasi yangu. Nini kinachokupa uhalali wa kusema hii ni nafasi yangu? CV yako. Yani unasahau kuna Mungu. Ninaeleweka? Unaiona CV yako, unasahau. Na Biblia inasema Mungu humpa atakaye.
Inawezekana una CV nzuri, lakini Mungu hajataka, ametaka kumpa huyo aliyempa. Na inawezekana amempa kwa sababu huyo anatakiwa kukuvuta wewe. Kwa sababu tu ya kiwango cha kiburi unasema hamna, ile ni nafasi yangu. Kwa sababu hiyo hutampa ushirikiano, wewe ndio utakuwa wa kwanza kuinua uadui. Hata kama amebeba cha kwako hakitapita. Kwa nini? Kwa sababu wewe ndio uliye kiboko kwanza. Kwa hiyo kwa nafasi hiyo watu wengi sana tumejizuilia yaliyo mema kwa sababu tu ya kuzoea mazingira. Halo, mwangalie jirani yako, mwambie hivi, wewe hujazoea Ukristo kwa umri huu? Yaani kuna umri unafikia, yaani mtu anakuwa ameshazoea, yaani mimi Mkristo tu, na tena ukimgusa nilibatizwa, na ukimgusa vibaya atakutajia hadi mchungaji aliyembatiza. Ukimchokoza atakwambia nilipokea kipaimara, atakutajia mpaka na tarehe. Ukienda vibaya atasema nimefunga ndoa mimi. Ukienda vibaya anakutajia mpaka sakramenti wao wanashiriki mara ngapi kwa mwezi. Ukienda vibaya ukimuuliza sakramenti na ladha gani anakutajia. Huwa wakati mwingine ni chungu, wakati mwingine ni tamtamu. Nini? Kiwango cha mazoea. Ngoja niwaambie, hii si niseme nisiwe na maiki. Wamama hapa mkiolewa mnakuaga watii kweli kweli. Yaani hatujaamka kuna chai, maji ya moto na hita zipo, tunachemshiwa na nini. Ngoja sasa mtoto wa kwanza. Mnageuka. Baba anakaa huku, mtoto huku. Mtoto amekula, mtoto ameoga. Wamama sio lugha zenu, ndio lugha zenu. Mbona mwanzo ulikuwa unaulizia baba? Sasa hivi nafasi ya baba iko wapi? Nenda huko. Sasa ni mtoto. Na ukimgusa miezi 9 unajua amekaa tumboni. Sasa mimi mbona hujahesabu na ya kwangu? Ukijumlisha toka tumejuana na mpaka mtoto huyo, yeye tuna miezi mingapi jamani kama sio miaka? Hiyo hesabu upigi unapiga ya miezi 9 ya huyu tu. Kiburi kinaanza kuinuka. Asubuhi mlikuwa mnaweza kutandika kitanda, sasa hivi unaenda unamwahi mtoto. Alafu mbaya utasikia mchungaji mume wangu amebadilika. Vipi? Muda wote liko kwenye simu. Na siku hizi mmeleta haya ya kufanya hivi. Yaani li baba limekaa hivi afu mainjinia acheni hizo, mnatufungia video mpaka chumbani. Video chumbani inafanya nini sasa? Screen kubwa. Hana time na wewe, muda wote anaweka tu nani lake. Nini kimetokea? Umezoea mazingira. Baba ulikuwa unakuja na zawadi. Baba safi. Siku hizi zawadi umewanunulia peremende watoto. Mnunulie na mama hao. Kama wako 4 watoto, piga 5 peremende na mama mpe. Anasikia kuheshimiwa, lakini wanangu. Kwa hiyo mmewapola watoto kwa Mungu, kila mtu ameinua ubinafsi, malezi yameshindikana. Naongea kitu hapa, mmenielewa sijui? Yaani kila mtu juhudi yake kwenye hiyo ndoa ni kuwaondoa watoto kwa baba, ni kuwaondoa watoto kwa mama, ni kuwaondoa watoto kwa Mungu. Wawe wa mama, wawe wa baba. Baba anapambana kila siku wawe watoto wake, na mama anapambana kila siku wawe watoto wake. Hawapambani wawe watoto wa Mungu. Kwa hiyo kitu kinaitwa malezi kwa kanisa kimeshindikana. Wanangu jamani, baba nani usimpige mwanangu? Sisi huko tunapotokea huko ukifanya mchezo utajumlishwa na wewe kwenye hiyo adhabu yani. Kwa sababu wewe ni mwanangu pia. Mimi ndio baba mwenye nyumba. Nini kimetokea? Ni mazoea. Mwambie mwenzako hamna kitu kibaya kwenye maisha kama mazoea. Hamna kitu kibaya kwenye imani kama mazoea. Ulipofungua biashara, ulikuwa wa kwanza kwenda asubuhi na mapema, duka lako limefunguliwa, fremu yako ilishafagiliwa, vitu vilishapangwa mapema. Mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa tatu, ukaleta na kijana akusaidie. Hivi kijana dukani anakusaidia nini?
anakusaidia nini? Wewe unabeba simenti, unauza duka la simenti, na mmegombana na mumeo, niwekee na kijana nisaidie, niwekee na kijana. Kwa hiyo umeweka na kiti cha kumzunguka pale dukani, unafanya nini? Mpe mafuta yale pale. Hey! Watu wangu wanaangamia kwa kukosa. Yule kijana badala ya kumhudumia mteja anacheka na usije tena nitatuma. Duka limeanza kupunguza wateja, unasema umerogwa na nani? Mazoea. You are there, unafanya hivi. Hey, Wakristo, unakuta pale jamaa yule na kamsuli anaamka hey, wewe wadea unanenepa tu, unaanza kuweka diet, unauza duka unaweka na diet. Leo nisiseme huko mwaka mpya, ila mnanichokoza, mnanikwazaga wakati mwingine. Unafanya diet huko kazini, si ufanye kazi, manake wewe hujafanya kazi ipasavyo. Umefanya kazi kwa mkono mlegevu. Hivi wateja wanakuja mara 5, umesimama, si ungesimama? Si mazoezi, unahitaji kukimbia. Nini mazoea? Mwishoni unaambia baba, mavitu tunayoleta yanunuliwi. Ugomvi, mwenzako kachukua loan, unajua. Kakopa kwa jamaa ambaye ni mtata kweli kweli. Hata deni hajalipa. Kuna wababa nyewe tuna baba, mengine tuna babaga. Ni wababa tuna babaga. Yaani unakuwa baba, ushirikishe hata mama kwamba mama, ulivyoniomba gari nimeenda kuchukua mkopo, umwambie. Yeye unampa gift, this is a gift, anashufurahia. Wewe unasema Mungu wangu, mkopo usiligonge tu, Nini? Mazoea. Ulianza kilimo kila siku shambani, kila siku shambani, kila siku shambani. Leo hii nikuulize, umeenda shambani lini? Kuku wanauma mdondo, nimetuma dawa kwenye gari. Dripu hazifanyi kazi. Nenda tikisa. Naye kijana anasema tikisa, anatikisa mguu. Kienda mboga zimekauka zote. Nini? Kitu kinaitwa mazoea. Uliajiliwa ukapewa nafasi na ukapanda kwa haraka. Kuna watu mlipanda hapa kama parachuti, hadi wengine wakashangaa. Leo hii mnaanza kushushwa sasa, mkafuate ngazi. Nini? Mmezoea ofisi. Mezoea. Hamna kitu kwenye maisha kinaharibu kama kitu kinaitwa mazoea. Kinaharibu maisha, kinaharibu familia, kinaharibu ndoa, kinaharibu imani. Watu wamemzoea Mungu. Mungu ni wa huruma. Angalia jirani yako, mwambie kweli Mungu ni wa huruma. Lakini yeye ndo aliyeamuru gharika. Yaani Mungu ni wa huruma, lakini yeye ndo aliyeruhusu Musa akaua watu zaidi ya 1000 ngapi? Yeye huyo Mungu. Mungu ni mwenye huruma, na ndiye kila siku anayetuita. Tunasema Bwana ametoa na Bwana ametoa. Ni huruma za Mungu. Tunaiangaliaga eneo moja tu, mazoea. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie mwenzako, mwaka huu unapoisha, jitazame vitu gani unafanya kwa mazoea. Sasa naenda hatua ya mwisho. Mazoea yakitokea, huyu mtu hana kiwango cha shukrani. Shukrani imeondoka. Kitu kinachosukuma shukrani ndani ya mtu ni mazoea. Kitu kinachoweka mbali shukrani ndani ya mtu ni mazoea. Kitu kinachoweka mbali shukrani ni mazoea. Watu wengi hawana sababu ya kumshukuru Mungu kwa sababu amewatendea kila siku. Nilikuwa na mtu mmoja ninapiga story, ananiambia, mchungaji, unajua mimi nikiomba kila ninachoomba Mungu anafanya. Nikasikia kutetemeka nusu nikimbie. Sasa kwa sababu ni bosi na mheshimiwa, tunakaa naye pale, unasema sawa mkuu wako. Yaani mimi Mungu akitenda nilichomuomba nasikia kuvunjika, kupondeka. Na sitaki hata kukizungumza. Wako watu niliwaombea wakawa wanarudi wananiambia, nikawa naambia msinigombanishe na Mungu. Ni Wakristo huwa hamjui. Nataka niwaambie, huwa kuna vitu hamvijui na mnafikiri ni trend. Hamna kitu kinashusha imani ya watumishi
wakaondoka kwa Mungu, wakabaki kwenye mazoea kama hicho. Nimetendewa, unajua mtumishi yaani ulipoweka mkono tu kikatokea. Kesho tena anasema amtafuti Mungu, anatafuta kuweka mikono. Na watu wengi wameondoka, vijana, kwenye huduma kwa sababu hiyo. Ukiona siku hizi mnafungua YouTube channels, hafundishi muda mrefu, anasimulia mahubiri ya matokeo ya maombi yake na mafundisho yake, sio neno la Mungu. Yaani kama mahubiri yana dakika 30, ushuhuda wa matendo yake na mafundisho yake yalivyowasaidia watu ni dakika 29. Moja tu ndio neno la Mungu. Halo, sijui kama unanielewa. Kwa hiyo wakati mwingine huwa nawaambia, kuna watu wanapata shida, msipate shida. Huwa kwamba sio sadaka zenu sizioni, naziona vizuri. Mwambie mwenzako, mchungaji huwa anaziona sadaka zenu. Na hata ya kwako aliiona. Sasa kuna watu wametuma alafu wanasubiri, ngoja nione atasemaje. Mimi namwambia Mungu, asante kwa sababu huyu mtu umemtendea. Mimi sigeuki kwako, kugeuka kwako ni kufuata muujiza. Kwa hiyo msikwazike. Kwa hiyo mazoea yanasukuma mbali shukrani. Watu wengi hawana kiwango cha shukrani kwa sababu ya kiwango cha mazoea. Yaani kuna watu wamekomaa kwenye uzoefu. Kukomaa kwenye uzoefu kumeondoa kitu kinaitwa shukrani. Ni mke wako muda mrefu, mamangu sio yule, simsemei hivyo. Yaani umemuoa muda mrefu, mna miaka mingapi? Anniversary ya miaka 10. Mama anaona miaka 10. Wapi? Analala na shati limeandikwa ukimwi unaua. Fire. Sasa fire kitandani, mamangu unakuja nalo kufanyaje fire? Mimi yani walimu Tanzania nini mwanzoni hawezi ingia nayo hiyo chumbani, uikuti chumbani nguo ya namna hiyo. But nowadays ina uhalali. CWT, sio mimi nimesema, wewe ndio umesema. Sina shida mimi na CWT. Sijui CRDB benki. Mama unandai bili. Mazoea yana tabia mbaya. Nawaambia ule ukweli, yana tabia mbaya. Kuna vitu unavipa uhalali kumbe sio halali. Kabisa. Unavipa uhalali kumbe sio halali. Yaani mimi mimi kweli nikiwa nafungisha ndoa, kina John wanajua, huwa nawaambia mimi sifungishagi ndoa kizembe, na katika maeneo hapa Ebeneza napata shida ni hiyo. Mtu anasema utafungisha ndoa yangu, namwambia hamna shida, wewe andikisha. Kwani wewe ndio unaamua siku hiyo mimi nifanye jo? Naandikisha vizuri, wakija mafundisho na waweka chini ya comrade. Naambia comrade wapige teaching. Wanapigwa teaching vizuri. Wanajua Jumamosi mchungaji yupo. Alafu namwambia mchungaji Mbata, wewe si ndio tuko tunasaidizana? Kawapige. Nini ambacho huwa naogopa? Nisikilize. Anaingia kwenye ndoa ni mtu mtiifu sana. Miezi 3 ni mingi, kesi zimeanza kuja. Na siku hizi wachungaji wamekuwa wajanja, sijui ndio jenzi hao wachungaji wajanja. Wanasema nenda kwa mchungaji aliyekufungisha ndoa. Si ndio mnavyoambiwaga? Nenda kwa mchungaji aliyekufundisha? Mimi sina, mimi nabaki na kwenye maombi na shendalize tu. Lakini hamna kitu kinaharibu maisha yenu kama mazoea. Yaani baba ameshamzoea mama. Alikuwaga switi, leo ameshakuwa paka. Alikuwa hani, leo hii ameshakuwa shubiri. Mbwa. Alikuwa baby. Unajua baby hata style ya kumbeba baby unajua Si mnajua jamani style ya kubebwa baby. Baby huwezi kumbeba hivi. Baby. Baby. Ukikaza sura analia. Yaani kuna style ya kukaa na baby leo hii. Mnafanya vitu vibaya kweli mazoea. Mmehama vyumbani mwenu, mmeenda kwenye vyumba vya watoto. Mbaya! Mbaya!
niko hapa nazungumza wazi, mbaya, inakwaza, haikuzi imani yao watoto. Hivi huyo mwanamke unaenda kulala kwa mtoto wako wa kike, kesho ndo mke wa mtu, ndo unavyomlea hivyo? Hamjui mnakuza waume za watu. Haya, wewe baba uliyekimbilia kulala sebeni, mtoto akija anasema naangalia movie. Naangalia movie gani sioisha? Mazoea. Kinachotuharibu ni mazoea. Nini tumezoeana? Sisi ni miaka 10 yenye nini? Ukitoa ushuhuda tu hapo ni mwaka wa kwanza, iliyobaki yote ni matatizo, mnapanda milima mjai kushuka. Nini? Mazoea. Kwa hiyo hata ungepewa milioni kama mtaji, unaona ni haki yako na unadai. Mazoea. Wewe ni mume wangu, unapaswa. Nani aliyekwambia? Biblia inasema unaacha baba, unaacha mama, unaambatana na mumeo. Mbona akaunti yako ya benki mumeo hajui? Hajui unapokea mshahara shilingi ngapi? Hadi nguo unamwambia baba ninunulie nguo mpya, na unalipwa mshahara. Una maana kabisa. Asio wewe, nasema wewe. Una maana. Na wewe una mshahara. Yaani mama liko pale lina mshahara, alafu unasema mshahara wangu, wako si uende kwenu. Umekuja kwangu kufanya nini? Mwanzoni ulikuwa ukipata hata 100, baba nina 10,000, baba nimepewa zawadi. Yaani zawadi mnafungua pamoja. Yenye wanadamu nyie. Yaani zawadi mlikuwa leo hii. Mimi nilikuwa juzi nilipata kesi 2 tu. 2 hapa wakati nagawa zawadi za Christmas. Ni wamama 2 tu waliokuja wakasema mchungaji namuombea mume wangu. Nikasikia ni moyo wangu chua. Kaambia mpe na ya zawadi. Lakini wengine wote waliona ni haki. Hayupo na wake halipo. Ni juzi tu niliwapima hapa juzi. Wamama wanasema hapa juzi hapa mko mnachukua mnakimbia na baba hayupo, unaenda mimi kuangalia na kupima. Afu mwingine anasema si ulisema, lakini si nilisema nao wakaomba na nikawapa. Aombaye si upewa, wewe uliomba nini? Mazoea nini? Hamna. Mazoea yanasukuma shukrani mbali. Ndio maana leo hii sadaka ya shukrani imeshuka. Kwa nini? Kwa sababu ya mazoea. Kuna kitu ambacho Wakristo niwaambie ule ukweli. Acheni hizo mbwembwe. Hizo ni mbwembwe, acheni mbwembwe. Shukuruni Mungu. Hapa anasema kwenye Zaburi yote mistari 26 yote, mstari unaofuata kwa maana fadhili zake, kwa maana fadhili zake, kwa maana fadhili zake, kwa maana fadhili zake. Tunaishi kwenye fadhili za Mungu. Sio mipango, sio juhudi, sio matakwa, sio maombi, ni kwenye fadhili. Vingapi tumeomba na hajatupa, na vingapi hatujaomba na tumepewa. Hivi leo asubuhi mmeamka wote, nani ameomba kuhema? Ulipoamka tukasema Mungu naomba niheme. Oksijeni eti ndugu yangu ni shilingi ngapi kwa siku? Dakika pale mnalipisha. Si watu wanalipa kwa dakika? Kwa dakika. Haya wewe hii ya Mungu uliopewa bure umeomba wewe? Mbona Mungu amekupa mpaka sasa hivi na unafanya? Mbona vingi ambavyo amekupa ambavyo hujaviomba? Vingi. Na kuna watu wameingia kwenye vita na Mungu kwa sababu walivyoviomba havijajibiwa, lakini wamepewa hata zaidi ya walivyoviomba. Kwa sababu hawakuviomba, hawaviweki kwenye mizani. Hivi mfano niliwaambia hapa mwaka jana na mkajifanya wajanja, nikawaangalia, nikalia mwaka huu nilivyowaambia wafanyakazi msimu mpya njooni tuombe hapa, ilikuwa ile Jumapili walirudi 15. Ikabidi nichukue kitendo cha imani, nikaomba mafaili yenu, nikawaombea kwa majina ya kwenye mafaili. Lakini nyewe mjifanya wajanja. Anakuja waziri mpya, ana watu wake hawana kazi huko, ana watu wake wako chini huko, anakuja kwenye wizara yako, atataka wapande. Unajua mtu wa kuondolewa ni nani?
Lakini nyie mkaona nani ambaye aliomba asifukuzwe kazi mwaka huu? Yaani Mungu nisifukuzwe. Nani? Hakuna. Lakini si wote mko kazini na mmepata promotion. Lakini ulimwomba Mungu akuponye kaugonjwa, umwambie mwenzako kaugonjwa ambacho akiamua hata sasa hivi kameisha. Unasema Mungu huyu hajasikiliza maombi yangu. Hivi maombi yako yalikuwa ni makubwa kuliko hicho alichokutendea? Sawa. Wewe una uwezo wa kwenda kutibiwa. Ako kaugonjwa kako, ukienda pale Benjamini unachanja tu kadi unalipa. Kuna mwenzako mafua hawezi kununua Panadol. Mafua. Lakini wewe umeingia kwenye vita na Mungu, unashindwa kumshukuru kwa sababu kuna la kwangu niliomba. Wadada oye, wakaka oye, nilitaka nioe mwaka huu, ulitaka. Alafu Mungu akaona huyu dada huyu noma huyu, ngoja aende, huyu umwezi huyu. Umeingia kwenye vita na Mungu, mbona ameondoka? Achaga viende vingine. Kuna muda wa kuruhusu vitu viende ili vije vipya. Siku moja nilikuwa naongea na vijana, nikamwambia vijana wangu, huko nilipokuwa, nyie mtu akikuvalisha pete ya uchumba mwaka wa kwanza, wa pili ivue, ya pili usitembee nayo, ivue iweke. Akija kigezo cha kwanza, umeenda nyumbani, nitaenda mwakani, sawa, ukitaka kwenda tutavaa. Sasa umekaa nayo miaka 5, anasemaga nitaenda. Hata babu yako hamjui, mnajuana nyewe wawili miaka 5 na lipete unalo. Mungu analeta watu, unasema hamna, naye kumbe hayupo. Mwaka wa kwanza huo wa kupimana, mwaka wa pili nenda nyumbani, toa uchumba, toa mahali. Haya ni kusubiri, umeshanilipia sasa. Yaani mimi umeshani sasa na kusubiriji, yaani hujakata tiketi na subiriji shabibi. Ikija imejaa, vijana wananiangalia, mchungaji unatuharibia. Acheni kuwasubirisha watu. Hajui ana tiketi ya ndege wala au ya SGR wala ya basi. Tena nayo hiyo biashara. Ikae nyumbani, usiitupe, unakaa nayo. Akija anambia ipo. Nayo mimi iko nyumbani, takupostia. Kuna mavitu ruhusuni ili mshukuru Mungu, msione ni haki yenu. Ninasema hivi kwa sababu ninaona madhara ya Wakristo kuto kumshukuru Mungu. Madhara, mnampimia Mungu kiwango cha shukrani. Mnampimia, mwangalie jirani yako, mwambie unampimia Mungu kiwango cha shukrani. Hivi kumbe mmeshatoa bahasha Basi simama kwa miguu yako. Mwambie mwenzako kama Mungu atakupa neema. Mwambie tena kama Mungu atakupa neema, utamaliza mwaka huu. Mwakani inua kiwango cha shukrani. Na wakati mwingine mshukuru hata kwa yale ambayo hajafanya bado. Shukuru. Bwana Yesu asifiwe. Mshukuru mume wako, mshukuru mfanyakazi mwenzako. Washukuru watu walio karibu na wewe. Sema kabla hujafa, sema kabla hawajafa. Mnaniuzidi hapa, mtu ameshakufa, mnatupangisha foleni vibaya mno. Shukrani, lambi sijui, alafu unasema kama ulivyo utaratibu wenu. Sasa unasimama kufanyaje kama mna utaratibu? Si ungekaa tu ukasubiri arudi, familia irudi. Hatuwashukuru watu wakiwa hai. Washukuruni watu wakiwa wanasikia bado. Mshukuru mume wako, mshukuru mkeo. Wakati mwingine unamwambia asante hata kwa sababu ulinisababisha nikalia kidogo. Kweli kabisa. Nilishindwa kulia kwa Mungu, nimelia, umenisababisha machozi yametoka mke wangu. Asante sana mume wangu. Safi, mshukuru. Ili kesho ajue kumbe anakumbuka kwamba hata na mimi nilimliza. Unajua akitaka kukaribia kukuliza ile akili itakuja itapiga kelele. Alinishukuru mwaka jana nimemliza mara 5. Mwaka huu nitaenda mara ngapi? Unaanza kujipima kila unachoongea. Washukuru watu. Usiogope kusema asante, kwa sababu inamfanya Mungu kuwa na wivu kwa yale aliyoyafanya. Mungu analinda yale aliyoyafanya, adui asipate kibali. Unapomshukuru Mungu anayalinda.
Mungu ayalinde maombi yako ya mwakani. Mungu alinde mipango yako ya mwakani. Haiwezekani tu kwa kumwambia, inawezekana kwa kumshukuru. Kutokukamilika, kusikia kuhitaji kila siku itwapo leo. Hata kama umetupa tungesema tena tupe na tena. Tusaidie kwa moyo wa kukushukuru. Tukushukuru kwa fadhili zako, maana fadhili zako ni za milele, hazibadilishwi na hazibadiliki. Na kwa sababu hiyo tusaidie tunaposogea mbele zako kukushukuru, mioyo yetu isikie kukushukuru wewe. Tupe moyo wa nyama, ondoa moyo wa jiwe. Tupe moyo wa nyama, ondoa moyo wa jiwe. Saidia Bwana, tuone nafasi ya kusema asante, hata tu kwa malezi na ulezi uliotupa kwa watoto wetu. Tupe kukushukuru ili utimilize lile kusudi ulilolianzisha kwa familia hizi. Tupe kukushukuru ili lile kusudi la kanisa litimilike. Tupe kukushukuru ili yale maono makubwa ulioweka ndani yetu yatokee. Tupe kukushukuru ili ile mipango tulio nayo itokee. Tupe kukushukuru ili zile nafasi Mungu ulizozikusudia zitokee, katika jina la Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Ukae.